Lakini kwenye system ya kuongoza kuna formula mbili za kutekeleza majukumu. From bottom to wapi sijui wanaita? Kutoka chini kwenda juu. From bottom to top vile amesema. Kutoka chini kwenda juu na kutoka juu kwenda chini. Ni mifumo miwili inayotumika katika kuongoza. Hallelujah. Hapa nazungumzia kwa maana ya uongozi kwa kawaida. Tutoke huko rohoni, tuje mwilini. Mwilini kuongoza kuna mifumo miwili inatumika kwa maana ya rank ama kwa maana ya channel. Kuna order kutoka chini kwenda juu, au kuna system kutoka chini kwenda juu, na kuna system kutoka juu kwenda chini. Bwana apewe sifa. Tunaweza tukazipambanua kwa njia ya demokrasia na dikteta kidogo, japo haimaanishi sana kidikteta. Nikiwa namaanisha hivi, kuna mambo yanataka kufanyika, unashawishi wale watu, au watu wanakuambia, wanafunzi pale wanakuambia, mwanafunzi wa darasa sijui wa darasa la 3 wa form 1 amekwambia, wa form 2 amekwambia, wa form 3 amekwambia kwamba bwana mwenyekiti, hivi vipindi vyetu hapa vina shida. Kwa mwenyekiti bwana, tunaona ingekuwa hivi na hivi na hivi. Mwenyekiti anaamua kuita wanafunzi wanaokwata. Anaambia jamani wanaokwata, kuna malalamiko nimesikia kwamba muda wa kipindi sio mzuri. Ninyi mnasemaje? Wakasema ni kweli, kipepara kimeshuka. Sasa mkibadilisha muda wa kipindi kulingana na maelekezo ya wale watu, maana yake oda imetoka chini. Lakini mtekelezaji ni mwenyekiti na cabinet yake, kamati tendaji ambayo ni mwenyekiti msaidizi, katibu msaidizi na mweka hazina. Wanasema kwa haya maneno waliosema wanafunzi, hebu tufanye. Mkifanya mkiwa na matokeo, maana yake oda imetoka huku chini. Mwenyekiti akifanikiwa, tukiwa kwenye kikao cha wilaya, kunakuwa na malalamiko ya muda. Mwenyekiti anamwambia pale kwangu walishauri hivi, tukafanya hivi na tukafanikiwa. Unashangaa wilaya na yenyewe na copy mawazo ya kwenye tawi fulani, tawi la sijui Fuka, wanakopi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kukuta wilaya nzima inaendesha ratiba za vipindi vya UKWATA kwa mfumo ulioanzia Fuka, unaendesha wilaya nzima. Maana yake nini? Hapo system imeanzia chini ikaenda juu. Bwana apewe sifa. Sasa hii inatokea pale ambapo viongozi wanakuwa na uhuru, wanawapa watu uhuru wa kusema na kusikiliza mawazo yao. Na upaswi kutii kilichosema huko chini kama wewe mwenyewe umeona kwamba sio kitu kizuri. Kama umejiridhisha sio kitu kizuri au kinapingana na taratibu za UKWATA taifa, lazima waeleweshe, waambie jamani, ni kweli tungefanya hivyo lakini sio utaratibu. Ngoja nikaulize kwa mwenyekiti wa wilaya. Mwenyekiti wa wilaya, kwenye tawi langu wanasema wanataka sijui tuwe tunaimba kila siku badala ya kuomba. Mwenyekiti wa wilaya anasema hapana, someni katiba sehemu fulani. Vipindi vya dini, kuna vipindi vya dini vya katikati ya wiki, kuna vipindi vya kila siku jioni, na kuna vipindi vya alfajiri. Kwa hiyo hicho mnachotaka kuanzisha hakipo. Tayari kinazimikia hapo, kwa sababu kila kinachofanyika lazima kiwe chini ya utaratibu sawa sawa na UKWATA taifa inavyosema kupitia katiba yake. Bwana apewe sifa. Hope living stone.